Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kututaka kutufikirisha hili jambo la mauti. Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika tumbo la wakina mama, ndugu zangu katika imani, kama kuna kiungo ambacho kwamba ulikosewa wakati unatengenezwa kule tumboni kwa mama, ina maana hata kupatikane daktari gani dunia nzima, hamna ambaye lau kana kwamba ungelitoka huna mkono, hata kuje dokta namna gani, ndugu zangu, hawezi tena uwe dokta kukuweka huo mkono. Sasa Mwenyezi Mungu alivyotutengenezea huo mfumo wa kiumbe mwanadamu katika tumbo la mama yako, akakutaka ufikirie. Qur'ani nzima imetaka tutumie fikra. Hal yanzuru al-insanu mimma khuliqa, hivi angalii mwanadamu, hatazami mwanadamu ni kwa sampuli gani, namna gani yeye ameumbwa. Sasa lau kana kwamba ukatoka tu huna kidole, hakuna profesa yoyote ndugu zangu katika imani ambaye kwamba ataweza kukuchomeka hicho kidole, isipokuwa akikuweka utaambiwa ni kidole cha bandia. Sasa angalia Mwenyezi Mungu anavyotutaka tufikirie hapa, ndugu zangu katika imani. Ndiyo Mwenyezi Mungu akakuwekea mauti. Kwa hiyo kila sehemu katika hizi sehemu tano kuna maandalizi yake, lakini sehemu mbili katika hizo tano maandalizi yake yapo hapa duniani. Mtaelewa vizuri ninavyoenda. Maisha ya kaburini, lau kana kwamba utakosea hapa duniani, hautoweza tena wewe kurekebisha pale kaburini. Na lau kana kwamba wewe utakosewa kuumbwa tumboni kwa mama, hautoweza tena wewe ndugu yangu katika imani kuja kutengenezwa ama kurekebishwa hapa duniani. Lau kana kwamba utakosea maisha hapa duniani, hayo maisha ya akhira hautakuwa tena na muda wa kurekebisha, bali huko itakuwa ni mapumziko tu kwa yale ambayo kwamba umeyafanya duniani. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, lau kana kwamba tutaondoka duniani ikiwa hatujayafanya yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka kwayo kuyatekeleza, ndipo ambapo wewe mwanadamu umekula hasara, kwa sababu utakapoingizwa kaburini pale, yale Mwenyezi Mungu anayoyataka hujayafanya, wewe utaingia katika mwanzo wa maisha ya akhira, tena utakuwa katika mashimo ambayo ni miongoni mwa mashimo ya moto. Mwenyezi Mungu atuepushe nayo inshallah. Sasa ndugu zangu katika imani, kwa uchache huo utangulizi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia